Wananchi Young African baada ya kupata ushindi mnono wa mabao 8-1 dhidi ya wapiga debe kwa maana ya Stand United kutokea kule mkoani Shinyanga katika mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup. Kituo kinachofuata ni dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa ligi kuu bara utakaopigwa mnamo Aprili 21 mwaka huu 2025. Mchezo utakaopigwa katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa mkoani Manyara. Wananchi watakaribishwa kukipiga huku wakiwa wanaongoza ligi kwa jumla alama 67 katika michezo 25 waliocheza. Mpaka sasa wananchi wameshinda jumla ya michezo 22, wakitoa sare katika mchezo mmoja. Wamepoteza michezo miwili yote katika mzunguko wa kwanza, ambapo walipoteza dhidi ya Tabora United kwa jumla ya mabao 3-1. Bao pekee la Yanga lililofungwa na Walidi, kijana mdogo mwenye mambo makubwa, baadhi yao wa kumuita Drogba wa Bongo, si mwingine bali ni Clement, mjukuu wa mzee Mzize. Mchezo mwingine ambao Yanga walipoteza ilikuwa dhidi ya Azam FC, mchezo uliomalizika kwa Azam kupata ushindi wa bao 1-0, bao lililofungwa na Jibril Sila. Wakati huo Yanga wakiwa bado wanautumia uwanja wa Azam Complex kama uwanja wao wa nyumbani kabla ya kuhamia na kuanza kuutumia rasmi uwanja wa KMC Complex kwa michezo yao yote ya nyumbani. Wakati huo wenyeji wa Yanga katika mchezo huu, Fountain Gate FC, wao wamecheza jumla ya michezo 26 wakiwa na alama 29 katika michezo yote ya ligi msimu huu. Mpaka sasa Fountain Gate wameshinda michezo 8 pekee, sare katika michezo 5 na wakikubali vipigo katika michezo 13. Nini kitatokea katika mchezo unaowakutanisha miamba hawa wawili, Yanga wakihitaji ushindi ili kuendelea kujihakikishia nafasi ya ubingwa wa ligi kuu, wakihitaji kufanya hivyo kwa mara ya 4 mfululizo. Kwa upande wa Fountain Gate, wao wanahitaji ushindi ili kuweza kujihakikishia nafasi ya kusalia katika ligi kuu kwa msimu ujao wa 2025-2026. Basi na shaka ni miongoni mwa michezo itakayovuta hisia za wapenzi na mashabiki wa soka nchini. Wapo wanaotamani kuona kama Yanga ataendeleza ubabe wake kwa kupata ushindi, lakini wengine wakitaka kuona Fountain Gate watamfunga paka kengele. Kitu cha kipekee katika mchezo huu ni kwamba Fountain Gate wanaingia na bango lao kubwa linalosomeka Katambe kwenu chura analika, bango ambalo mpaka sasa linaendelea kutamba katika ukurasa wao wa mtandao wa Instagram. Ikumbukwe kwamba katika mchezo wa mzunguko wa kwanza, wananchi Yanga wakiwa wenyeji wa mchezo dhidi ya Fountain Gate walishinda jumla ya mabao 3-0. Mambo yatakuwaje katika mzunguko huu wa pili? Ni swala la muda tu, kila kitu kitafahamika. Naitwa Jessica Bitus. Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia na kuiamini Wakusoma Media.